Ebana, ni story za 7 kwa wakati mwingine tena. Mimi ni Brands TZ. Ebana, leo nipo na story moja ambayo iko specific sana, lakini acha nikukumbushe tu kwamba faili Epstein au Epstein file imekuja kufumbua vitu vyote hivi na kuanza kuwaonyesha sa watu ni vitu gani ambavyo viko nyuma ya pazia, au sio? Rais mstaafu wa Marekani Barack Obama juzi kati tu, hata siku 5 hazijapita, alihojiwa na kituo kimoja cha habari kule nchini Marekani, akaulizwa kuhusu uwepo wa aliens duniani. Rais huyo alisema kwamba yeye anaamini kwamba aliens wapo, lakini hawapo katika eneo la Area 51 wala hajawahi kuwaona. Umeona? Sasa hapo nilikuwa nagusia tu ili kusudi baadaye uje unielewe ni kwa nini nimezungumzia issue hii ya Obama na aliens. Aliyekuwa rais wa Marekani ambaye anajulikana kama Joe Biden, inadaiwa kwamba rais huyo alikufa tangu mwaka 2019 tena kwa kupigwa risasi, na huyu ambaye alikuwa akiongoza hadi mwanzoni mwa mwaka 2025 hakuwa Biden mwenyewe halisi. Sasa hii ipoje? Kwa mujibu wa Epstein file, wao wanadai kwamba Biden hakuwa rais halisi wa Marekani. Ilikuwa ni maski ya muonekano wa Biden katika mwili wa robot ambao ulikuwa ukifanya kazi siku zote hizi. Katika mambo mengi ambayo watu wengi wamekuwa wakiyashuhudia mitandaoni kuhusu aliyekuwa rais huyo wa Marekani Joe Biden, jinsi alivyokuwa akitembea, jinsi anavyoongea, action zake, wengi walizishtukia na kuona kwamba labda ulikuwa ni uzee, lakini Epstein file imekuja kuonyesha kwamba kumbe ni kweli watu walivyokuwa wanadhani hakuwa Biden halisi, bali ni robot ambalo limevalishwa muonekano huo wa Biden kama inavyodaiwa na nyaraka kutoka kwenye Epstein file. Sasa katika nadharia hii inayotajwa ya robot pamoja na human cloning, kitendo ambacho kimekuwa kikitajwa kufanyika kwa watu wengi duniani, hususan wasanii wa muziki akiwemo Gucci Mane pamoja na Beyonce, moja kati ya watu ambao wanatajwa zaidi kuhusiana na hiyo human cloning. Yani ni kama mtu anachukuliwa, wanamuua, afu baadaye anakuja anatengenezwa mtu mwingine anayeendana na mtu huyo aliyekuwepo. Sasa nitakusimulia kuhusu nadharia hizi za wasanii hawa wawili, Beyonce pamoja na Gucci Mane. Mwaka 2014 Gucci Mane alikamatwa na kwenda gerezani. Aliporejea mwaka 2016, mambo mengi ya kitofauti yalionekana kutoka kwake, ikiwemo lile kundi la kiharifu ambalo alikuwa na bifu nalo. Baada ya kurejea, lilimfuata kwa ajili ya kulipiza kisasi labda kwa yale ambayo aliwahi kuyafanya, lakini cha ajabu Gucci Mane alikuwa hawakumbuki hao jamaa bado, na vitu vingine vingi ambavyo vimetolewa kama mfano na watu kusema sio Gucci Mane halisi aliyeenda gerezani miaka 2 iliyopita, yani 2014 hadi mwaka 2016. Na kwa upande wa Beyonce inatajwa kwamba kuna muda fulani alipotea, na aliporejea alikuwa kumbuki mambo mengi kweli, na hata mume wake Jay-Z alikuwa akimzuia kufanya hata mahojiano na vyombo vya habari. So iko hivyo, hiyo ni human cloning, lakini pia nimekuambia issue ya robot. Sasa mwanzoni nilikudokezea story ya Obama kusema uwepo wa aliens duniani upo, lakini hajawahi kuwaona wala hawapo katika eneo maarufu la Area 51 kule nchini Marekani, ambalo sasa linadaiwa kwamba kumekuwa kukifanyika operesheni zote hizi za human cloning na kutengeneza maroboti haya ambayo yanaendana na binadamu. Kwa mujibu wa Epstein file, wanadai kwamba aliens ndio wamekuwa wakiendesha mchongo wote huu wa human cloning na kutengeneza maroboti yanayoendana na binadamu katika eneo la 51, ingawa Obama anadai kwamba aliens hawapo katika eneo la 51 wala hajawahi kuwaona, ingawa anaamini wapo duniani, au sio? So iko hivyo. Nimejaribu kukupitisha kuhusiana na Biden kwamba alishauawa na huyu aliyekuwepo wakati wote ni robot aliyevalia maski yake na sio Biden halisi. Tuweke kwenye comment una maoni gani juu ya story hii. Mimi ni Brands TZ, hizi ni stories za 7.